Basi ujumbe wa leo una kichwa kinachosema fahamu kanuni ya kushughulika na mapooza. Fahamu kanuni ya kushughulika na mapooza. Mapooza ni kitu chochote ambacho hakizai. Chochote kile ambacho hakizai kinaitwa kimepooza. Maana yake ni kitu ambacho hakiwezi kuleta matokeo. Kwa hivyo leo nataka tuangalie kibiblia jinsi ya kushughulika na mapooza. Kwa sababu katika maisha aidha unaweza kukutana na hali fulani ikawa ni mapooza kwako. Unaweza kuwa una mapooza katika mwili, afya yako haizai vizuri, haukai vizuri kiafya, lakini unaweza kuwa una mapooza, kazi yako inazaa mapooza katika shughuli unazozifanya za mikono au elimu au hali yako ya kiroho au chochote kile. Kwa hivyo leo tutaenda kuangalia kibiblia ni namna gani ya kuweza kushughulika na mapooza, namna gani ya kuweza kushughulika na mapooza. Kwa hiyo tutatumia Biblia kujifunza kanuni ya kushughulika na mapooza ya aina yoyote yale katika maisha yetu. Lakini awali yote naomba tusome Mithali sura 4 mstari wa 23. Kitabu cha Mithali sura ile ya 4 na mstari wa 23. Tusome pale ili tuweze kuweka msingi vizuri, kisha tutasoma habari ya Elisha. Mithali sura 4 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Tarudia tena. Mithali sura 4 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Hapa anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana yake linda moyo wako kuliko hata afya ulionayo. Linda moyo wako kuliko fedha ulizonazo. Linda moyo wako kuliko chochote kile ulichonacho katika maisha yako. Linda moyo wako kuliko mali ulizonazo. Linda moyo wako kuliko jambo lingine lolote. Biblia ndivyo inavyotufundisha. Kwa kitu kikubwa cha kulinda kwa mwanadamu ni moyo wako, moyo wangu. Hivyo ndio vitu vya kwanza kabisa vya kulinda katika maisha yetu. Sasa hapa anasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa nini anasema hivi? Alafu anasema kwa sababu ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ukilichukua ile andiko kama lilivyo ni ngumu kulielewa. Lakini ukiwa na maandiko mengine ya kuweza kukuelezea vizuri, unaweza kuelewa ni nini Biblia iko inamaanisha hapo. Kwa nini Biblia ilinganishe moyo na chemichemi? Kwa nini Biblia ilinganishe moyo na chemichemi? Kwa ufupi ni kwamba moyo unafananishwa na chemichemi. Chemichemi ni mahali popote ambapo kunakuwa na chanzo, ni chanzo cha maji safi. Sehemu yote ambayo ina chanzo cha maji safi, aidha kwa kunywa au kumwagilia bustani, inaitwa chemichemi. Kwa hivyo basi, na hivyo katika ulimwengu wa roho, mioyo yetu sisi ni chemichemi ya kumwagilia mambo fulani yaweze kustawi katika maisha yetu. Kwa hiyo mahali ambapo hakuna chemichemi, hiyo sehemu lazima kuna mapooza tu. Hakuwezi kuwa na kijani kwa sababu hakuna chanzo cha maji. Lakini mahali ambapo kuna maji yanayotoka, kuna maji yanayopatikana yale safi, yasiyokuwa na sumu, basi maana yake yale maji yanaweza akawa nastawisha ile eneo. Kwa maana sehemu zilizo na chemichemi utaona miti inakuwa vizuri, mimea inakuwa vizuri, miti ya matunda, chochote kile kinakuwa vizuri, kinastawi. Watu wanaishi pale. Mahali ambapo hakuna maji, hakuna uhai. Ndivyo ndivyo. Kwa hiyo chemichemi ya damu na nyama inafananishwa na chemichemi ya moyo, inafananishwa na moyo wa mwanadamu. Kwa ukiweza kuelewa mlinganisho huo kwamba moyo na chemichemi vinafanana, utaweza kuelewa kumbe sehemu ya muhimu sana kulinda ni moyo. Kwa sababu chemichemi zote ikiharibiwa, aidha watu wakaenda kuweka sumu kule au kuweka chochote kibaya, ile nchi yote wote wanakufa kwa sababu watu wanakunywa maji kupitia ile chemichemi. Mimea itakufa, kila kitu kitakufa, kwa maisha yatakuwa yameharibika. Hali kadhalika na sisi pia katika maisha yetu tunaweza kuwa tunapitia vitu vingi sana ambavyo vinazaa mapooza. Kanuni ya kuweza kusababisha vile vitu viweze kuzaa vizuri ni kulinda chemichemi za moyo wetu. Kuhakikisha kwamba chemichemi za moyo wetu zinatoa maji safi. Ambapo ile maji yatakuwa yananyeshea afya yako, yatakuwa yananyeshea afya yangu, yatakuwa yananyeshea kazi zako, yatakuwa yananyeshea kazi zangu, yatakuwa yananyeshea familia yako, yatakuwa yananyeshea familia yangu. Kwa hiyo kwa jinsi zitakapokuwa familia, kazi, elimu, huduma, chochote kile ambacho kitakuwa kinapokea maji sahihi, maji safi, maana yake hicho kitu kitastawi na kitaweza kuzaa mapooza. Lakini kinyume chake kwamba kile kitu, familia au kazi au nyumba au chochote kile hakipokei maji safi, ni lazima kitazaa mapooza au kitakufa kabisa. Kwa hivyo nataka tulijue hilo kwanza, alafu tukasome kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ile ya pili na mstari wa 19 hadi 23. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa 19 hadi 23. Kuna habari pale ambayo ni maarufu sana kuhusiana na nabii Elisha. Ndio. Neno la Mungu linasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia tutakusii mahali ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai. Maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka kaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya
hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sasa na neno la Elisha alilo neno. Nilitegemea kwamba ile nchi inazaa mapooza, kwamba Elisha basi achukue ile chumvi aimwage chini kwenye ardhi. Lakini utaona anaichukua ile chumvi anaweka kwenye chombo kipya, anaenda mahali penye chemichemi, alafu anaenda kumwaga ile chumvi, alafu ile maji yanapona. Kwa kumbe chanzo cha matatizo kilikuwa ni katika chemichemi ya ule mchi. Maana ile maji yalikuwa yanatoka pale yalikuwa na sumu fulani ambayo inasababisha mimea isistawi, yanasababisha uchumi wa pale usistawi, yanasababisha vitu vya pale visiende, na hivyo maisha yanakuwa magumu. Kwa Elisha alipochukua chumvi na kuweka katika ile chemichemi, ile chemichemi kapona, yale maji yakatoka mazuri, yanaweza kustawisha mimea, yanaweza kustawisha mboga, yanaweza kustawisha matunda, yanaweza kustawisha ile nchi na kuifanya iwe na rutuba. Kwa hivyo tatizo likawa limetatulika tangu siku ile. Hali kadhalika na sisi pia, kama tukirejea sasa Mithali, ambapo alikuwa anasema katika Mithali sura 4 mstari wa 23 kwamba linda moyo wako kuliko vyote uzavyo kulinda, kwa kuwa huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa maana yake ni kwamba kama vile Elisha alivyochukua ile chumvi na kuweka kule na kuiponya, maana ile chemichemi mara kwanza haikulindwa, pengine adui alikuja kaweka mapooza katika ile chemichemi, ndio maana nchi yote ikazaa mapooza. Kwa laiti kile kisima ungeona na kukilinda labda kwa namna fulani ambayo Biblia haijataja, isingezaa mapooza ile nchi. Hali kadhalika na sisi pia, tukitaka mambo yetu yazae vizuri, usio na mapooza katika afya, yamkini unaumwa sana muda mrefu, nakaa solution moja tu, kulinda moyo wako, sababu ndani ya moyo wako kunatoka chemchemi. Moyo wako ndio unaostawisha. Yaani afya zetu sisi zinategemea hali za mioyo yetu. Hali kadhalika shughuli zetu zinategemea hali za mioyo yetu. Yamkini unafanya kazi na ile kazi pengine inakusuasua, unaona kuna mapooza yanazaa pale, na kuna vitu pengine hujaviweka sawa. Pitia neno hili, fahamu kwamba kitu ambacho unapaswa kukiangalia ambacho pengine adui akipiga pia ni moyo wako. Maana yake ndani ya moyo wako kumewekwa mapooza. Hicho ndio kinachotia unajisi mambo yote. Kinachostawisha kazi yako sio mtaji ulionao mkubwa, sio connection ulizonazo na watu, sio umaarufu ulionao, sio kibali, uwezo wako kuzungumza, ni hali yako ya moyo. Kama hali yako ya moyo haijakaa sawa, chemchemi yako ya moyo wako imeharibiwa, imevurugwa, tegemea tu kuona mapooza kila eneo utakalofika. Hivyo hivyo katika elimu, hivyo hivyo katika hali yako ya kiroho, huwezi kuendelea mbele kumjua Mungu, ni hali ya moyo wako. Sasa tunalindaje sasa mioyo yetu? Kabla hapo naomba tusome kitabu kile cha Mathayo sura 15 mstari wa 18 hadi ule wa 20. Mathayo 15 mstari wa 18 hadi ule wa 20. Neno la Mungu linasema, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uachi, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Tuishie hapo. Kwa anasema ndani ya mioyo yetu kunatoka nini? Kunatoka usuda, kunatoka ulevi, kunatoka uasherati, kunatoka wivu na mambo yote mabaya. Hayo ndiyo yanomtia mtu unajisi. Anaposema kumtia mtu unajisi, maana yake kutia unajisi vitu vyake vyote anavyofanya. Chochote yule mtu atakachokifanya, kama ndani yake chemichemi ya moyo wake inatoa uasherati, kazi yake haiwezi kwenda vizuri. Kama ndani ya moyo wake unatoa rushwa, kazi yake haiwezi kwenda vizuri. Kama ndani ya moyo wake kunatoka matukano, maisha yake haiwezi kukaa vizuri, hata ikiwemo afya yake. Atakuwa ni mtu wa kuugua mara kwa mara. Sasa sio kwamba wote wanaougua mara kwa mara wana shida hii, hapana. Lakini wengi wa watu ambao wanapitia matatizo ambayo ni ya kujirudia kila wakati pasipo kumfuata Mungu, kurekebisha chemchemi za moyo wao, sababu inakuwa ni hii. Kama ndani yako kunatoka uwivu, maana yake ni maji ya uwivu yanatoka, unaenda kumwagilia biashara yako, unaenda kumwagilia hali yako ya kiroho, kanisa lako, huduma, hauwezi kuzaa, utakuwa unazaa mapooza daima. Kama ndani yako kunatoka mafarakano, kama ndani yako kunatoka ushuhuda uongo na mambo yote ambayo Biblia imetaja mahali hapa, hayo ndio yanayotia mtu najisi. Yanayotia kazi yako najisi, inazaa mapooza. Yanayotia familia yako najisi, inazaa mapooza. Yanayotia ndoa yako najisi, inazaa mapooza. Kiburi kinatia unajisi ndoa yako. Ndio maana mafarakano yaishi siku kucha, ni kupigana, kulumbana, kurushana maneno, hakuna mmoja ni jishu, kwa sababu ndani yako kumejaa kiburi. Ndani yako kumejaa hali ya kukosa unyenyekevu. Kwa moyo wako unatoa maji ambayo sio sahihi kumwagilia ndoa yako. Ndoa haiwezi kustawi, itakufa. Maji yanayotoka katika moyo wako ni ya uachi. Wewe ni mtu wa kuua, na kuua sio kwenda kuchukua tu kisu na kumchukia ndugu yako. Biblia inasema ni muuaji. Ile hali ya kuua, unapoenda kuua, unapomchukia ndugu yako,
Ni maji unayatoa pasipo kujua, ni chemichemi. Kwa hiyo ile maji unapoenda kuyatoa na kuyapeleka kwenye familia au kwa mwenzako, ni unamwagilia maji sio sahihi. Kwa kila kitu kitakachokuwa mbele yako kitazama mapooza. Sasa ukilinda moyo wako, tafsiri yake maana yake umelinda maisha yako. Kwa sababu maji yatakayotoka huko yatakuwa ni maji mazuri. Maji yatakayotoka huko yatakuwa ni maji mazuri. Na ukishaingia katika neema kama hiyo, maana yake mapooza yote yanakwisha. Ndivyo Biblia inatufundisha. Kwa leo hii hebu tujifunze kulinda mioyo yetu. Angalia chochote ambacho kinaenda kuharibu maisha yako kiroho, wanacho kini sana. Umeshaokoka lakini bado kuna usengenyaji ndani yako, shughulika nao. Umeshaokoka lakini bado kuna hasira ndani yako, shughulika nayo. Umeshaokoka lakini bado kuna wivu ndani yako, shughulika nao. Usione kwamba ndio sifa ulionayo, kwamba una wivu, una hasira, unajisifia. Kama kwamba ukiacha hivyo vitu vikikaa ndani yako ni maji yale yanaingia, yanaenda kuharibu mambo yako yote yanazaa. Ndivyo Biblia inavyotuambia kwamba tulinde mioyo yetu kuliko vyote tuwezavyo kulinda. Vyote, hajaacha hata kimoja, vyote. Sasa hapa Elisha alichukua chumvi na kuweka juu ya kile ndani ya kile kisima, ikazaa. Kisima kile kikaanza kuzaa maji, kikaanza kutoa maji mazuri, nchi ikaponya, ikaizaa tena mapooza. Na sisi pia lazima tuweke chumvi ndani ya mioyo yetu. Sio chumvi ya upako. Sio chumvi zinazozoa kudukana. Sio chumvi zinazopatikana kuna kule. Sio chumvi hizo. Biblia inasema chumvi, sisi ni chumvi ya ulimwengu. Maana yake matendo yetu sisi yanapaswa yawe chumvi. Yanapaswa yawe mazuri mbele za watu. Yanapaswa yawe mazuri mbele za Mungu. Hapo ndipo tutaweza kuzaa vitu visahihi. Naomba tusome kitabu kile cha Mathayo sura 5 mstari wa 13. Tuliweke ile vizuri kidogo. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatoa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Angalia anaendelea kuelezea. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Umeona? Hapa chumvi inafananishwa na matendo mema. Kwa hiyo tunapokuwa na matendo mema, maana yake ndani ya mioyo yetu tumetia chumvi, kama Elisha alivyotia chumvi katika kile kisima, katika ile chemchemi, kazaa, ikaacha kuzaa mapooza. Kwa sisi lazima turekebishe matendo yetu. Kuwa Mkristo alafu kuishi maisha ya dhambi, huo sio Ukristo. Huwezi kuwa Mkristo alafu bado unaishi maisha ya uzinzi. Huwezi kuwa Mkristo alafu bado unaishi maisha ya uaji, ya ulevi. Hata kama unajaribu mara moja bado huo sio Ukristo. Unaharibu maisha yako, yatazaa mapooza tu. Na hata kama ukifanikiwa, ukiona unafanikiwa katika uzinzi, fahamu kwamba mafanikio hujapewa na Mungu. Mungu hawezi kumfanikisha mtu mwovu. Kwa sababu akikuruhusu uende katika mafanikio, unajua utapotea. Siku ukiokoka mambo yote yatavunjika, yataharibika, utaanza msingi upya. Kwa sababu kuvipata katika njia ile ya halali. Kwa hiyo ni lazima tujue kwamba mioyo yetu sisi inapaswa ilindwe kuliko chochote tuwezacho kulinda. Ukiweza kujua hilo, utakuwa makini kuliko kawaida. Nikiweza kulelewa hili pia mimi nitakuwa makini kuliko kawaida. Ni lazima tulinde chemichemi za mioyo yetu. Wakati fulani Bwana Yesu aliambia mtu atakiona kiu na aje kwangu, kama maandiko yasemavyo, chemichemi za maji uzima zitatoka ndani yake. Kwa hiyo ukisikia kiu ufuate Yesu. Chemichemi za maji uzima zitatoka ndani yako. Maana yake kwamba chemichemi safi, maji safi yatatoka ndani yako, ambayo atashibisha kiu yako kwanza, lakini pia atastawisha na mambo yako mengine yote. Hiyo ndio namna kushughulika na mapooza. Sio tu kwenda kuombewa au kutafuta kuomba. Tuna sehemu ya maombi kuondoa mapooza, ndio, ni sehemu ya maombi. Tutavunja, tutaharibu, tutakemea kazi za giza. Tutavunja vishawishi na majaribu ambayo yanatufuata. Lakini kama tutaweza pia kutembea na hii kanuni ya kutakasa maisha yetu ndani, tukawa safi rohoni na mwilini, hatutaweza kamwe kushughulika na mapooza. Kila siku tutaona hili linatokea, hili linatokea, hili linatokea, hili linatokea. Lakini pia tupaswe kumfuata Yesu ili kwamba tuweze kupozwa kuwa na mambo mazuri tu, tusizae mapooza hapa. Ni wajibu wetu pia kuishi maisha matakatifu. Tumeumbwa na Mungu kuishi maisha matakatifu. Tumekusudiwa kuishi, Mungu katuumba tangu mwanzo. Kitabu cha Efeso kinasema ili tuwe watakatifu. Kwa kusudi la Mungu kutumba ni tuwe wasafi na watakatifu katika dunia tunayoishi. Hatuwezi kuepuka hicho. Kutenganisha Ukristo na utakatifu ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ni lazima hilo tuweze kulifahamu. Hivyo basi tutaenda kumuomba Mungu na kumshukuru, lakini tuomba tusaidie. Baba, asante kwa ajili ya neno lako, naomba ukatusaidie tuweze kulinda mioyo yetu ili mapooza yasiweze kutokea katika maisha yetu. Na mtu ambaye Mungu amesikia maneno haya, naomba msaidie na kumongezea neema maradufu zaidi. Roho Mtakatifu mtengeneze nami nitengeneze, tusaidie sote kwa sababu tunahitaji msaada kutoka kwako. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini.